Kama utazamavyo, hivi ndivyo safari yetu ilivyokuwa imeanza kutoka Dar es Salaam kuelekea mkoani Pwani, wilaya ya Rufiji. Tukakutana na changamoto mbalimbali, tukarekebisha barabara, lakini tukaamkia asubuhi kufanya shughuli mbalimbali ikiwemo kufanya mahojiano na wanakijiji katika uandaaji wa filamu yetu au makala katika vijiji mbalimbali vya Tawi, Kitapi, Mbwara. Kote huko tulizunguka timu yetu ya production kupitia kampuni ya Arusha Village Production, lakini pia Nyakisani Empire Village Production, tukishirikiana kwa pamoja. Kwa changamoto zilikuwepo kama unavyoona. Kuna muda tulilazimika kusukuma gari kwa sababu baadhi ya miundombinu ya barabara ilikuwa sio rafiki. Kwa hiyo kama hivi unavyoona, tukalazimika kusukuma gari. Hatimaye wanakijiji wakatusaidia, gari likaendelea na safari yake. Kwa hiyo tukafika kijijini, tukaanza shughuli zetu za production. Hapa ni halmashauri ya Kitapi, lakini pia tukakutana na activities mbalimbali au shughuli mbalimbali za wanajamii, ambapo hii ni gari inayotumika katika kubeba magogo makubwa. Ni tukio ambalo litakufurahisha sana. Baadhi ya wafanya kazi ambao pia wanafanya kazi hizi za kubeba magogo, kukata magogo, wana nyimbo zao kadhaa ambazo wanakuwa naimba kwa ajili ya kuchochea morali pindi wanapofanya kazi yao. Lakini sio hivyo tena, usiku mwingine gari katukutana tena na changamoto ya kukwama katika barabara hiyo hiyo baada ya kumaliza shughuli zetu. Kwa hiyo siku hiyo ilikuwa ni siku ya kukutana na changamoto hizo za gari yetu kuharibika mara kwa mara. Sio kuharibika such, tuseme ilikuwa inakwama kutokana na miundombinu ya barabara, lakini hata hivyo kwa jitihada zetu na wanakijiji tuliweza kujikwamua na kuendelea na safari. Hivyo ndivyo ilivyokuwa katika production yetu ambayo tulikuwa tunaenda kuifanya wilayani Rufiji, inayosimamiwa na Mjumita. Lakini pia hatukuchoka, shughuli usiku, mchana, asubuhi tuliamka kazini na kuendelea na majukumu yetu. Lakini pia stori za hapa na pale kwenye gari zilichukua nafasi yake. Kama nilivyokujuza kwamba wanakijiji na wao pia wana shughuli zao. Kuna kikundi ambacho kinahusika na masuala mazima ya ukataji wa magogo na usafirishaji wa magogo hayo. Kwa hiyo kuna matukio mengi sana ambayo yanapatikana huku kijijini, tena yenye kufurahisha zaidi. Kama unavyoona shughuli ambazo zinafanyika. Ni tukio ambalo linahitaji nguvu ya kweli kweli pindi unapotekeleza kazi hii. Lakini pia gari lenyewe kutokana na miundombinu ya barabara nilivyokuambia ina changamoto, kwa hiyo wanatumia gari yao ya kisasa. Lakini pia tukuishia hapo, tukaenda vijiji mbalimbali. Kuna wakati tulizimika kutembea kwa miguu, kuna wakati tulizimika kutembea na boda boda, usafiri wa pikipiki au boda boda katika maeneo mbalimbali ya misitu ya kijiji. Lakini pia mandhari mazuri ya kuvutiwa. Tulifika kijijini, kulikuwa katika misitu ya kijiji, kulikuwa na mandhari mazuri ya kuvutia na kupendeza. Lakini pia stories hapa na pale, wanyama wadogo wadogo kama mbawala, nyani tuliweza kukutana nao. Lakini pia upepo mzuri, hewa safi ambayo tulikuwa tunaivuta katika misitu hiyo ni jambo pia ambalo lilikuwa la kuvutia sana. Kwa hiyo siku nyingine pia tukaamkia katika production katika vijiji vya Tawi, ambapo tuliendelea kurusha drone, kupiga kamera za chini. Kwa hiyo kuhakikisha kwamba shughuli inakamilika kwa uzuri kabisa, kwa sababu kuna vifaa vya kisasa, kamera mbalimbali kama drones ya kisasa, lakini pia Lumix S1, lakini pia Panasonic Lumix GH5. Hizo ni baadhi ya kamera ambazo tunazitumia, zoom, mic za kisasa kabisa kuhakikisha kwamba tunapotengeneza documentary yetu, makala yetu ya misitu, basi inakuwa ina ubora. Hivi ndivyo ambavyo safari yetu ilikuwa, story za hapa na pale juu ya msitu. Nyakisani Empire Village
wamehusika katika kutengeneza nakala za mtindo huo ambazo kwa namna moja nyingine zilikuwa zinakufurahisha wewe mtazamaji. Hivi ndivyo katika hapa Rufiji na kutumikia misitu mbalimbali. Bwana, ni heka katika msitu wa Kirugu uliopo hapa kijiji cha Kitapi. Kitapi ni Rufiji. Rufiji. Tuko na timu yetu ya UMITA ambapo wanatueleza kuhusiana na masuala mazima ya msitu, na kama unavyoona mandhari hii ndio Tanzania. Tanzania ni kubwa sana na inazidi kupendeza sana, na sisi kama kawaida yetu ni kuhakikisha kwamba tunaendelea kutembelea maeneo ambayo hayajawahi fikiwa na mtu yoyote. Kama unaona hii location ni nzuri sana kwa watu wanafanya movie za action na wale ambao wanafanya pengine music video. Ukitizama ni kama maeneo ya Wahindi ambao wanashutia. Ukiangalia eneo kama hili ambalo ndugu kameramani anaonyesha hapa, utaona mandhari ilivyo nzuri na namna ambavyo Tanzania tunaweza tukasema kwamba imebarikiwa kuwa na maeneo mengi mazuri. Sio maeneo ya kutengenezwa kama ambapo wengine wanatengeneza maeneo, lakini haya ni natural kabisa, ambapo yanatoa fursa kwa vijana ambao wanafanya content basi kuja hapa Kitapi kuja kutumia mazingira kama haya. Eneo hili kwa jina maarufu linaitwa Nyakirugu. Hii ni Nyakirugu yenyewe, ila sijajua asili yake moja kwa moja maana kupitia wazee wa zamani, lakini jina lenyewe linaitwa Nyakirugu. Na msitu wetu wa hifadhi ndo tumehifadhi hapa katika kijiji cha Kitapi katika eneo la Nyakirugu. Kwa hiyo katika hili eneo la msitu pia kuna fursa mbalimbali ambazo tumepitia huko kwenye msitu tumeziona, ambapo tunatamani sasa wajasiriamali waweze kujitokeza katika kuwekeza mfano kwenye sekta ya kunanili mizinga, lakini pia na sekta mbalimbali tunazihitaji katika mazingira yetu kwenye hifadhi yetu ya msitu, ambapo tulitamani tupate sekta kama ya wale wanaovuna nanili hewa ukaa, ambapo na sisi tungekuwa sehemu ya wanufaika kwa sababu tayari tumeshafikia mazingira ya kusaka tunatunza mazingira, lakini pia tumetenga msitu kama serikali ya kijiji, lakini pia kupitia mtu binafsi tumeshatoa elimu kupitia UMITA. Tumetoa elimu kuhusu mabadiliko ya tabia nchi, watu wameshaanza kujua, na kweli tayari watu wameanza kubadilika kama unavyoona. Watu wameshaanza kupanda mikorosho, watu wamepanda mitike na vitu vingine mbalimbali ambavyo wamepanda kama hivyo. Lakini pia hatujaacha mbali kuacha msitu asilia. Msitu asilia ambao tunaukuta katika mazingira yetu, tunatakiwa tufyeke, katika kufyeka tuwe tunaacha miti ya aina mbalimbali ambayo itatuletea manufaa kama sisi wenyewe binafsi, lakini pia kupitia kijiji, lakini pia katika swala zima la kutunza nini mazingira. Nadhani tunaweza tukaendelea huko mbele. Ndio nakwambia hii sio Rufiji.